Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Machi 18 na mada ya leo inasema kufutwa kwa dhambi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya siku ya leo. Tunapoenda kujifunza mada hii nzuri, kufutwa kwa dhambi, tunaomba ukatusaidie tuweze kuielewa na neno hili likaingie katika mioyo yetu, nasi tulipokee kwa ajili ya uzima wa milele. Enda nasi tunapojifunza zaidi katika jina la Yesu, amina. Kufutwa kwa dhambi, mada hii imejengeka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya 5. Neno la Mungu linasema, yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Vitabu vya kumbukumbu vitakapofunguliwa katika hukumu, maisha ya wote ambao wamemwamini Yesu yatafunuliwa mbele za Mungu. Akianzia na wale ambao walitangulia kuishi duniani, wakili wetu anawasilisha kesi za kila kizazi kinachofuata na kuhitimisha na walio hai. Kila jina linaitwa, kila kesi itachunguzwa kwa karibu. Majina mengine yanakubaliwa na mengine yanakataliwa. Wakati wa wapo wote ambao dhambi zao zimebaki kwenye vitabu vya kumbukumbu, ambazo hazijaungamwa na ambazo hazijasamehewa, majina yao yatafutwa kutoka katika kitabu cha uzima, na kumbukumbu ya matendo yao mema itafutwa kutoka katika kitabu cha Mungu cha kumbukumbu. Wote ambao wametubu dhambi kweli kweli na kwa imani kudai damu ya Yesu Kristo kama dhabihu yao ya upatanisho, watapata msamaha ulioingizwa dhidi ya majina yao katika vitabu vya mbinguni, kwa maana wamekuwa washiriki wa haki ya Kristo na tabia zao zikaonekana kuwa zinapatana na sheria ya Mungu. Dhambi zao zitafutwa na wao wenyewe watahesabiwa kuwa wanastahili uzima wa milele. Mungu mtetezi anawasilisha ombi kwamba wote ambao wameshinda kwa njia ya imani katika damu yake wasamehewe makosa yao, ili warejeshwe kwenye makao yao ya Edeni na kutawazwa kuwa warithi pamoja naye kwenye mamlaka ya awali. Wakati Yesu anasihi kwa ajili ya raia wa neema yake, Shetani anawashtaki mbele za Mungu kama wakosaji. Yesu hawahesabu kuwa hawajatenda dhambi, bali anaonesha toba na imani yao na kudai msamaha kwa ajili yao. Anainua mikono yake iliyojeruhiwa mbele za Baba na malaika watakatifu akisema, ninawajua kwa majina. Majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima, na juu yao imeandikwa, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 aya 4. Wakristo wanaweza kukuza imani yao kila siku kwa kumtafakari yule ambaye amethibitisha kazi yao, kuhani wao mkuu mwenye rehema na mwaminifu. Leo ni Machi 18, mada ikisema kufutwa kwa dhambi. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Hapo kesho tunapopewa nafasi tutajifunza hila za Shetani. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako
wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama, wiki ya maisha basi utulivu, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka, changamoto zikivuma na kutisha, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha